Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa, ninakukaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Karibu, karibu, karibu. Umekaribishwa mpendwa. Karibu tena katika ibada ya leo. Ninawasalimu wa ndugu zangu wapendwa wote mahali kwenye mwiko. Ninawasalimu nyinyi nyote wapendwa wa ndugu zangu mahali kote kwenye mko dunia mzima. Karibu, karibu tena. Mungu awabariki, awabariki. Mumekaribishwa. Twende kuomba juu ya neno ambao nilisikia tushare siku ya leo. Baba, nakuja mbele zako mfalme wa wafalme, na kushukuru muda kama huyu, na kushukuru mfalme mtakatifu jemadari, Mungu wa neema wa huruma. Shuka katika muda kama huyu Baba, muguse huyu mama, muguse huyu baba, huyu mtoto, muguse anataka kusikia neno lako Yesu Kristo, na mimi nitumie kama chombo. Kamata kinywa changu kwa ni instrument ambayo utatumia Bwana. Acha Roho Mtakatifu ashuke Bwana na kugusa mioyo ya watoto yako mfalme. Ulituambia kama Biblia inatuambia kama ni wakati wa mwisho tujitayarishe mfalme wa wafalme. Acha sasa muda kama huyu Roho Mtakatifu akamate kontrole ya kila kitu chote. Yesu, bariki neno sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu, karibu ndugu yangu tena. Twende tusome katika maandiko ya leo, na neno ambayo leo Mungu amenitia ndani ya roho yangu tushare ndugu yangu ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwanadamu. Tutaangalia mambo matano ambayo Roho Mtakatifu anakuya kufanya katika maisha ya mwanadamu. Ndugu, kweli ndio Yesu alituambia kama atatutumia msaidizi, lakini ndugu yangu ni lazima tuelewe na tujue msaidizi mbele ya kuikala na sisi ni mambo gani anafanyaka, ni kitu gani Roho Mtakatifu anaanzaka kufanya katika maisha ya mwanadamu. Ndio nakwambia ni mambo matano. Kuna step tano ambayo ni stage tano ambayo Roho Mtakatifu kwa kusema aishi na mwanadamu. Kuna mambo anafanyaka kwanza kwa kusema akuye kuikala ndani ya maisha ya mwanadamu. Haleluya. Roho Mtakatifu hakui ndugu yangu kusema kwa lugha tu. Ni lazima tuelewe na kazi zake za Roho Mtakatifu anafanyaka mbele wewe uanze kusema kwa lugha kwanza. Kuna step lazima upite kwa kusema mwanadamu aanze kusema kwa lugha. Gisi tunaanza kusema kwa lugha. Kwa kusema tuanze kusema tuko na Roho Mtakatifu. Kuna mambo tano ndio nilikuwa natafuta tuongee siku ya leo. Ni muhimu sana, ni muhimu sana ndugu yangu mpendwa. Ukuwe na Roho Mtakatifu. Kama una Roho Mtakatifu ndugu yangu, maisha ya Ukristo hautaweza. Hakuna karama yoyote, hakuna huduma yoyote bila Roho Mtakatifu. Hakuna kanisa bila Roho Mtakatifu. Hakuna chochote kinaitwa kwa kazi ya Mungu bila Roho Mtakatifu. Ndugu, sababu wewe peke hutaweza. Hautaweza ndugu yangu. Biblia ndio maana Yesu alituambia nitawaachia msaidizi. Acha mimi niende kisha msaidizi atakuja kuwasaidia. Lakini mbele ya kusema ule msaidizi akuya ambao ni Roho Mtakatifu, kuna mambo lazima afanye katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana lazima uelewe. Ukiyaelewa hiyo mambo ambayo Roho Mtakatifu anakuja kufanya katika maisha yetu, itakuwa mzuri sana na itakusaidia ndugu yangu mpendwa. Kisha utaangalia, utajiangalia wewe na mimi nijiangalie. Uangalie kweli hizi kazi zote Roho Mtakatifu amefanya. Alishazikomplete kwa maisha yako? Au wewe ulishazitika Roho Mtakatifu akiye kukomplete katika maisha yako? Unajua ndugu yangu mpendwa, Ukristo. Watu wakwagi wanakuforce mtu kwa Mkristo. Ni mtu ndio anakuwa na decide. When you decide, then Holy Spirit anakuya sasa. Ndugu yangu mpendwa, Ukristo haiko kubembe abakwagi na push mtu kukuwa Mkristo. No, mtu yepeke ndio anakuwa na decide. Wakati ukidecide, Roho Mtakatifu sasa anakuyaka sasa. Sasa ndio maana nataka kukuambia mambo tano anakuya kwanza kufanya mbele ya maisha ya mwanadamu. Kitu cha kwanza, kazi yake ya kwanza yenye anakuya kufanya katika maisha ya mwanadamu, kutia hatia ndani ya mtu mwenye dhambi. Ndio kitu cha kwanza ndugu yangu mpendwa. Kitu cha kwanza, kutia hatia ndani ya mtu mwenye dhambi. Anakuyaka kukukonvisi
kukia kwanza kukukonvisi, anakuya kukuongelesha, anakuya kukuambia maisha uko naishi ni maisha ya dhambi. Unaishi maisha kinyume na Mungu. Unaishi maisha ya dhambi, ya uchafu. Hautaona ufalme wa mbingu. Hautamuona Mungu. Ndio maana wakati ule unakuwa unasikia mtu, unakuwa unaanza kujuta. Unaanza kujuta kwanza. Unasikia kwa nini nafanya hivi? Kwa nini nitendaga hivi? Anakuja kukuonesha mambo yako yote, dhambi zako zote zenye ulifanyaka kuanzia uko mtoto mdogo. Anakuonesha maisha uko nafanya, maisha unapitia, benye umo ndani. Sababu Mungu hawezi mfichika, ndugu yangu mpendo. Hautamfichika. Biblia inasema yeye anaona ndani ya roho, mioyo ya mwanadamu, mawazo ya mwanadamu, mapito ya mwanadamu. Kitu chake kwanza kia kwanza, akisha kuja, anakuwa anamkonvinsi mwanadamu. Akisha kukonvinsi, kisha sasa anahitaji wewe sasa ujute. Anakuongeleshaka. Hapo Roho Mtakatifu, kwa sababu gani anafanyaka hivyo? Sababu Roho Mtakatifu hawezi kuishi mahali pachafu. Hakuna, there's no way Roho Mtakatifu akuache uendelee muzambi akisha anaendelea kuikala na wewe. Sababu is a holy. Ndio maana wanamuitaga ni holy. Ndio maana wanaitaga is a Holy Spirit. Ni mutakatifu. Mutakatifu, that's mean hakuna kitu kichafu. Ni kitu kiko holy. Ndio maana Yesu anamuita yeye alikuwa mutakatifu. Alikuwa hana hatia ya dhambi. Hana madoa ya dhambi. There is no way Roho Mtakatifu akikuikala katika maisha yako wakati mtu angali na madoa ya dhambi. Mtu angali anaishi maisha ya dhambi. Mtu angali anaishi maisha ya giza. Hawezi. Kitu cha kwanza, hakukuya Roho Mtakatifu juu tu tuseme kwa lugha, ndugu yangu. Roho Mtakatifu anakuya, ndio kazi yake ya kwanza. Atakuya, ataingia kwanza ndani yako, akukoseshe amani, ndugu yangu. Akuoneshe mambo unaishi ni dhambi, kunaishi mugiza, atakuonesha dhambi zako kama kioo. Sababu hutamuficha. Roho Mtakatifu ni Mungu pekee, anakuya, anaishi katika maisha yako. Na hawezi ishi kwanza, na lazima akamate kwanza ile nyumba ifiagie. Anapasha kufiagia kwanza ile nyumba, sababu yeye haikalagi mu nyumba ya uchafu. Ndio maana Biblia inasema mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hakuna gisi ya ikale mu hekalu lenye liko uchafu. Hekalu lenye liko na madoa. Hekalu ambayo liko na mauzuni. Hekalu ambayo liko na maneno mengi linajaa. Hekalu ambayo liko linaenda kutenda dhambi. Sababu Biblia inasema mwili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hakuna gisi uko natumia lile hekalu la Mungu kwenda kufanya usharati na Roho Mtakatifu abaki. No way. Hawezi. Sababu lazima asafishe. Yeye hawezi ikala mahali pachafu. Ndio maana anakuaga na kukonvinsi, acha dhambi. Toka muzambi. Anakuonesha dhambi zako, anakuonesha, kisha kuonesha sasa kitu kingine anafanyaka. Twende kuangalia katika maandiko ya Yohana 16 mstari wa 8 mpaka 11. Utasikia hiyo kazi ya kwanza anakia kufanya. Iko mu maandiko, ndugu yangu. Biblia yote, dunia yote iko mu maandiko. Biblia kila kitu. Na ndio maana ndugu mpendo, kwa nasoma neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia. Usikie sasa Biblia gisi inatuambia sema. Mungu aliwaambia hivi, nitawatumia Roho Mtakatifu. Ni lazima mimi niende, Yesu akamwambia, ili niwatumie msaidizi. Na wakati ule msaidizi atakuja, naye akisha kuja huyo, atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Ndio kazi ya kwanza. Saa atakuya, Yesu akienda, saa Roho Mtakatifu atakuya. Kitu cha kwanza, ataanza kwanza kukuambia, ndugu kumuzambi. Ndugu siwezi, atakwambia kwanza siwezi kuikala na wewe. Hatuwezi kuishi na wewe. Lazima uanze kwanza kujuta. Ndio maana unakutanaka mtu anaanzaka kujuta. Kama ukitenda dhambi, kisha sikia unaanza kujuta. Ule ni Roho Mtakatifu iko nafanya kazi, ndugu yangu mpendwa. Yeye kweli wanaweza kuhubiri, baka kuhubiri, lakini unashaka unapika watu wengine, bana bahubiri na angali tu vile gisi alivyo. Vile na dhambi zake. Anaingia kukanisa na anatoka kukanisa na dhambi zake iko bien. Iko sawa na anasikia iko comfortable. Tugu kisha sikia kama uko comfortable muzambi. Tugu yangu, be careful. Question mark. Tugu yangu, Roho Mtakatifu wakati akikuya atakukosesha amani.
atakukosesha amani. Hata kama ulifanyaka kitu, ulimtendeaka mtu kitu, atakukumbusha. Even 10 years ago, 15 years ago, atakukumbusha ule mtu ulimtendeaka hivi. Ni nini hiyo iko nafanya hivi? Iko nafanya hivyo sababu anataka kukia kuishi na wewe. Ndio maana anaanza kwanza mpushi mwanadamu. Cha pili usikie sasa. Anakuya kufanya nini? Kumvuta mtu kwenda kutoba. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Anakuweka pembeni. Haiko mbele ndani yako ndugu yangu mpendwa. There's no way Roho Mtakatifu ataikala ndani yako kwa mzambi. No, iko pale pembeni. Iko anakuonesha wende sasa kazi nyingine utafanya ya pili ni kwenda kutubu. Anaenda kukupush kwenda kutubu. Kama maandiko inasema Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 13 mpaka 18. Biblia inasema wakati Roho Mtakatifu alishuka. Wakati Roho Mtakatifu alishuka juu ya mitume. Biblia inasema walikuwa chumba cha juu. Roho wakati alishuka, wakaanza kusema kwa lugha, wakasifu Mungu, wakatukuza Mungu katika kusifu Mungu katika lugha yote. Biblia inasema kulikuwa watu walikuwa pembeni ambao wakupokea Roho Mtakatifu. Hao watu wakaanza kusema kwa nini hao watu wakashangaa. Watu wakashangaa sana kwa gisi wanasikia watu wanasema lugha tofauti. Kisha Biblia inasema wakashangaa, wakaanza kuwaita kama walilewa. Lakini Petro akasimama akasema watu hawakulewa, ni saa 3 ya mchana, hawakulewa. Kisha Petro akaanza kuambia ule mwenye mlimsulubisha, ule mwenye mlimkataa kuwa Masia, ule ndio anatenda leo hiki kitendo, yeye ndio anafanya hiki kitendo. Biblia inasema wale watu wakachomwa moyoni. Biblia inasema wakaanza kujuta, wakashangaa. Kisha wakamwambia Petro, tufanye nini ndugu? Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Alishuka akawakonvisi. Wakati alimuingia Petro akaanza kuwahubiri. Wakati alibahubiri wakawakonvisi. Kukisha kuwakonvisi sasa Roho Mtakatifu akamwambia sasa mwende mtubu. Ndio maana walisikia ile kitu ndani yao kaingia, wakasema Petro tufanye nini? Ndio kitu chenye mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu anakuwa na roho ya kuvunjika. Wakati ungali na roho ya kiburi, unafanya dhambi, unasikia uko comfortable. Ndugu yangu, be careful. Unapaswa kuwa na roho ya kuvunjika. Juta. Biblia inatuambia ndani mtoto wa Mungu unapaswa kuwa na juta. Wakati unatenda dhambi, juta kwanza. Juta kwanza chijiko unafanya. Hiyo maisha kunafanya. Benyo ulitendeaka watu. Bale watoto uliuwaka. Ile mamimba ulitoshaka. Juta. Roho Mtakatifu anakuyaga na kuambia ulitenda dhambi, uliua maroho ya watoto, ulisha uko na damu kumiko. Anakuya kwanza kukufunza, kukuonesha. Kisha sasa anatakaka sasa mtu wajute. Ukisha juta anakupushi sasa Roho Mtakatifu kwenda kutubu. Kama gisi wakati Roho Mtakatifu alishuka juu ya mitume, Biblia inasema nini? Wale watu wakajutwa. Wale watu wakajuta, wakachoma mioyo yao. Ndugu yangu, ni lazima ujute wakati unatenda dhambi. Ukisha tenda dhambi, ujute ndugu yangu. Lilia Mungu. Mwambie Mungu nisamee. Na njoo maana njoo kazi ya Roho Mtakatifu anakuja kufanya. Kama unasikia ungali ndugu yangu unatenda kwa dhambi, uko comfortable, haujutaki, unaona ni simple, ni kawaida tu, ni maisha tu ndugu yangu. Kisha unasema kwa lugha. Hiyo sio Roho Mtakatifu nakwambia. Haiko Roho Mtakatifu. There is no way, habiwezekani uishi maisha ya usharati, maisha ya dhambi, maisha ya giza, uko na mazambi zako za siri, kisha unasema kwa lugha. Unasema kuna Roho Mtakatifu. Haijalishi ndugu yangu, unasema lugha gani, it doesn't matter. Ile lugha unaongea unasema sio lugha ya Roho Mtakatifu. Ukiona kama ungali unasema ile lugha, uko unasema ile lugha ile, uko unaongea ile lugha, kisha kesho unaenda unasema kuna Roho Mtakatifu. Ndugu, haiko Roho Mtakatifu. Rudia kabisa na kuambia ndugu yangu mpendwa, tubu dhambi zako, ujiangalie kama kioo ndugu yangu. Jiangalie, urudi nyuma, umuombe Mungu msamaha na ujute dhambi zako. Kwenda utubu haraka sana. Tubu, haiko Roho Mtakatifu. Haiko Roho Mtakatifu konaye. Ukiona ndugu yangu uko nakunya kasigareti, uko naenda mbwate, uko naenda unakunya pombe, ndugu, nakwambia ndugu yangu, kisha unaona uko nasema kwa lugha.
kisha na wewe unasema niko na Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, haiko Roho Mtakatifu uko nayo. Sababu Roho kazi yake, kitu cha kwanza nilikwambia, anakuyaka kwanza kumtosha mtu muzambi. Anakuya kumwambia toka kwanza muzambi. Mbele mie nikale na wewe. Mbele mie nikae ndani yako, toka muzambi. Pale Roho Mtakatifu anakuwaka iko ndani yako ndugu. Iko pembeni yako, iko anakuambia, iko nakuongelesha. Roho ni Mungu. Anakuwa iko pale anakuongelesha, anakujulisha, anakuambia. Wakati mwingine si Bakristo unakatalaga, wakati Roho Mtakatifu iko naongea na wewe unakatala. Ndio maana Roho Mtakatifu anapitiaka kuma midomo ya watumishi. Roho Mtakatifu anaweza kupitia hata kwa mtoto wako kukwambia kama hii maisha kunapitia ni ya dhambi. Roho Mtakatifu iko na mafaso mingi, iko na namna mingi anaongeaka na mwanadamu. Unaweza kuwa anakuambia kupitia uko nasikia mahubiri, uko nasikia Biblia, watu wanakuonesha angalia ni dhambi hii. Lakini kuna wakati mwingine mwanadamu unafungaka masikio yako, au hutaki kumsikia Roho Mtakatifu. Iko na faso mingi, iko na namna mingi ya kuongea mwanadamu, juu ya kumzungumzia mwanadamu kupitia mahubiri ndugu yangu, kupitia hata nyimbo, kupitia hata movies. Movie tunaangaliaka. Kuna wakati mwingine Roho Mtakatifu anakuongeleshaka, lakini ndugu ngali unatia moyo mgumu ndugu yangu. Kisha kesho unasema kwa lugha. Lugha gani unaongea ndugu yangu? Roho Mtakatifu gani uko naye? Roho Mtakatifu ni holy. Bana muitaka holy. That's why they calling him is a holy, ni mtakatifu. Hauwezi kuishi na Roho Mtakatifu uko muzambi, uko mubwizi, uko mubuongo. Kesho unaanza kusema lugha, unasema katikati ya watu, unaanza kusema lugha, unasema katikati ya watu niko na Roho Mtakatifu. No. Huyo sio Roho Mtakatifu ndugu yangu. Na kitu kingine cha tatu, sikia chenye kazi yenye Roho Mtakatifu ya kufanya. Kuna ni kukuzaa upya. Katika maandiko ya Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka 8, usikie usome ndugu yangu. Anakuambia anakuzaa upya, unakuwa mpya tena. Ulikuwa kwa maisha ya usharati, ushaacha usharati. Ulikuwa kwa maisha ya bwizi, ushaacha bwizi. Ulikuwa maisha ya bongo, ushaacha bongo. Ulikuwa maisha maana yake unakuwa mpya. Unakuwa mpya. Ukiona kama unaokoka na ungali unasema kwa lugha, ungana lele maisha yako ile yenyewe wanakujua ndugu yangu, au yapokea Roho Mtakatifu? Question mark. Kuna question mark. Hauyapokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wakati kisha ukimkubalia yende atoshe ile step 1 na step 2. Ndugu yangu mpendwa, atakugeuza, utakuwa mpya. Utakuwa unaona dhambi. Biblia inasema nini? Kimbia dhambi. Ukiona dhambi kimbia. Utaanza kukimbia dhambi. Wewe peke utaanza kuogopa dhambi. Kwanza utasikia kinyea. Si tunaita kinyea. Yaani unaona huwezi kutenda dhambi sababu unajiona kama wewe ulishakuwa mtu mwingine. Ndio maana Biblia inatuambia usibaki vile ulivyo. Kitu cha kwanza anakuyaka na kubadilisha. Unabadilika, unakuwa mpya, unageuza kuwa mpya. Hauko ule. Batu banakuona tofauti. Jinsi walikuwa wanakujua, banakuona uko tofauti. Hauko tena kudunia huko, basi ungali vile. Banakujua kudunia vile. Mwongo, mwizi, msharati. Banakujua vile na ungali vile. Kisha unasema kwa lugha. Ndugu, hapana. Huyo sio Roho Mtakatifu nakwambia. Roho Mtakatifu hapana, anapasha kukubadilisha. Unapasha kufanana na yeye. Tunamfanana. Ndio maana mimi nakuka na ubiri watu. Nawaambia kila siku lazima kukue tofauti wanadamu na watu wa dunia. Unapasha kuwa tofauti na watu wa ulimwengu. Tunaishi ulimwengu, lakini sisi sio wa ulimwengu. Hatuwezi kuwa na mafashion ya vitu vya dunia na sisi tukwe mu mafashion. Hatuwezi sisi kufanana na vitu vya dunia. Watu wa dunia wakwe na hivi vitu na uko navyo. Hakuna mtu akikuangalia mtu wa dunia, mtu wa ulimwengu, bataona hakuna tofauti. Ni lazima tukwe tofauti. Tofauti ndio kitu cha kwanza atakubadilisha. Kama ulikuwa mtu wa kusema sana, kazi yako kusema watu, kazi yako kuiba, kazi yako kuchonganisha, anabadilishaka mtu bile vitu vyote vinatokaka. Unakuwa tofauti, unafanana na matendo ya Mungu. Pale ndio watu wanasemaga kweli huyu mtu ameokoka. Kama alikuwa mwizi, huyu
ameokoka kweli. Ni lazima tu, hawezi kubakia unasema kuna Roho Mtakatifu, watu wanakujua vile ulivyo, vile hakuna tofauti. Bwana yako anakujua vile ulivyo, paka wanako hana tahamu ya kuokoka. Sababu anajua huyu uliokoka kanini. Hakuna je unaokoka. Ni lazima mwenendo wako, mapito yako yote ioneshe. Njoo maana tunakatala ile Kiswahili watu wanasemaka Mungu anaangaliaka roho. Sikia nikwambie, Mungu anaangalia roho na anaangalia na nje. Ni lazima ile kiko ndani kitoke nje. Kitoke nje, njoo batu batamfuata Yesu. Lakini wakati kile kiko ndani hakiatoka nje, ungali vile nani atamfuata Yesu? Tutayua tofauti kama uliokoka. Watu wanasema Mungu anaangalia roho. Hapana, Mungu angalii roho. Mungu angalia nje yako na ndani, mapito, matendo, mwenyendo. Kila kitu kinaokoka, mpaka na makucha yako inaokoka. Kila kitu chote kinaokoka. Ndugu, lazima ulimwengu ujue kama huyu kweli mtu anaokoka. Usiokoke kwa jina tu, okoke tu na beba Biblia. Hapana, baitie uko na Biblia na unajionesha na vitambala saa yangu anaokoka. Hapana, okoka na matendo yako yote. Okoka na mdomo wako wote. Okoka na akili yako na mawazo yako yote. Okoka na macho yako. Kila kitu kiokoke ndugu yangu. Njoo maana nakwambia na makucha yako yaokoke. Watu waseme kweli huyu anaokoka. Njoo kazi Roho Mtakatifu anakuyaga. Atakubadilisha. Anakufanya unakuwa mpya. Unakuwa mtu mpya. Mtu mwingine. Unabadilika ndugu yangu. Kama ungali vile. Boate ni wewe. Ambiase ni wewe. Kuwapagani ni wewe. Kwenda kucheza muziki ya dunia ni wewe. Kwenda kuungana na wapagani ni wewe. Kwenda kumabishano ni wewe tu. Kisha unasema unaokoka. Na unasema kuna Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa. Hapana. Hapana, huyo sio Roho Mtakatifu. Sijui ni Roho Mtakatifu gani umepokea ndugu yangu mpendwa. Sijui Roho Mtakatifu gani anaweza kukuitikia kweli. Ubakie mu maisha ya vile. Kisha anabakia na ikala ndani yako na kungoya. Hapana. Huyo sio roho. Haiko roho na katara sio roho. Sikia nikwambie, Roho Mtakatifu lazima kubadilishe. Njoo maana wanatuita pale mtakatifu. Unaishi sasa maisha ya utakatifu pale. Ile step inakuwa ni kuishi sasa maisha ya utakatifu. Zambia huko, ya dunia hawakujui, hawakoni mumamilie, hawakoni mumasidikilasio yenye ulikuwa hemu. Kama ulikuwa mu maisha ya watu wewe wanakunyaka mapombe, barafiki, wanakuwa wanakutafuta hawakupati. Lakini wakati ulikuwa mtu wa kukunya pombe, kisha unasema unaokoka, kesho wanakuona mkaware nao. Niko pale kukunya koka, niko nakunya tu fantame, sikunyi pombe. Sikia nikwambie, uongo au yaokoka ndugu yangu. Roho Mtakatifu akikuya atakutosha. Njoo kazi yake, atakuonesha haufai mtoto wa Mungu kuingia mwile boati. Haufai mtoto wa Mungu kwenda mwile magrupe yenye haifai, miziki, magrupe yenye vitu yenye ya dunia. Atakutosha. Njoo kazi ya Roho Mtakatifu. Atakutenganisha ndugu mpendwa. Atakutenganisha na warafiki wabaya. Atakutenganisha na kitu chote kibaya chenye kinaweza kukubeba mbali na Mungu. Iko natafuta kufanye ukwe closer to him. Njoo kazi ya Roho Mtakatifu anafanyaka. Kukutenganisha, kukutosha mwa ile grupu ulikuwa nayo. Kama ni grupu ya kukunya mapombe, kama ni grupu ya kusemana, kama magrupe mupe vitu vyenye haviwezekani, magrupe moja yenye haifai, magrupe ya kuorganize mafete, vitu moja ya dunia vyenye havifai. Ndugu, ukiona ungali mwa vile vitu, ndugu yangu mpendwa, Roho Mtakatifu yampokea. Kazi ya Roho Mtakatifu anakuja kufanya. Na kazi ingine sasa, kazi ingine ya ine, kumuvika mtu nguvu. Ndugu yangu, anakuyaka sasa pale wakati ukijitenga, anakuya kukuvika nguvu sasa. Anakuya kuvika Matendo sura ya 1, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Twende kusoma Biblia nasema nini. Mungu atusaidie. Anasema, lakini mtakapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Sikia nikwambie, wakati ukisha itika Roho Mtakatifu akafanye zile kazi zote ine katika maisha yako ndugu. Step ya ine. Step ya kwanza, ukimuitikia Roho Mtakatifu utubu, umuitikie Roho Mtakatifu akupush
kwenda kutubu. Ukimwitikia Roho Mtakatifu akugeuze uwe mpya, ubadilike ndugu yangu. Kitu cha kwanza ndio anakuyaga sasa na kuvika nguvu. Haleluya. Anakuyaga sasa, naona kama nyumba iko takatifu, nyumba iko vizuri, imefagiliwa. Kitu cha kwanza lazima fyagie ndugu. Hawezi kuikala juu hiki kimwili chetu. Biblia inasema kama ni hekalu la Roho Mtakatifu, hawezi kuikala hekalu na jaa dhambi. Hawezi kuikala hekalu na jaa kusemana. Hawezi kuikaa mahali iko na ikala iko nasikia uko natenda dhambi, unakamata mwili wako kwenda kufanya usharati ndugu yangu. Mwili wako unaenda kuuzisha, uko nakunya bangi, uko nakunya pombe. Uko nakunya pombe ndugu yangu, natia pombe mkinywa. Kisha kesho unaanza kusema kwa lugha, unasema kuna Roho Mtakatifu. Tu hapana. Wakati ukitosha hivyo vitu, kutubu, ukiacha, ukijuta dhambi zako, ukiitika kubadilika kutoka kwa maisha ya dunia, vitu vya dunia, kutoka mu vitu vya ulimwengu ya dunia, maluyenge vitu vya dunia, tu Roho Mtakatifu sasa ndio anasema ndio mutapokea sasa nguvu. Kazi yake atafanya nini? Ndio anakuya sasa kuikala ndani yako ndugu mpendwa. Na ukisubutu kutenda dhambi kidogo tu, anajitokeaka. Hiyo simple. Anatoka, unabakia gisi ulivyo. Mwenye akisha toka, mwenye atakuya ndani yako atakuwa ni roho wa shetani sasa. Yeye sasa ndio atakuongoza. Utakuwa unaona kama anataka kufanana na yeye, juu sababu roho wa shetani anasema kwa lugha. Utakuwa unasikia tu, bana, lugha yako ingali tu haitatoka, ile lugha itabakia. Kama ulikuwa mtu kusema kwa lugha, utasema haitatoka. Lugha haitaisha. Sasa mwata ikamata sasa ni shetani anapita na kopi ile yenyewe ulikuwa yenye Mungu alikupatia, unaanza kusema kwa lugha. Uko unasema kwa lugha na unakunya pombe. Uko unasema kwa lugha na unatenda dhambi. Uko unasema kwa lugha musharati. Uko unasema kwa lugha mwizi. Uko unasema kwa lugha muongo. Uko unasema kwa lugha mchonganishi. Unaona? Sasa kitu ndio kenye Roho Mtakatifu anakia kufanya. Anakia sasa kuikala ndani yako. Akisha kuikala ndani yako, step ya kwanza anafanya, ya tano anafanyaga sasa. Yeye sasa anaanza kukuongoza sasa. Katika maandiko ya Galatia sura ya 5 mstari wa 16. Twende tusome Galatia. Inasema nini? Wa Galatia anapita na kuongoza sasa kufanya nini? Yeye ndio anakuongoza. Biblia inasema seme Galatia 5 mstari wa 16 seme, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Unaanza kutembea sasa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anaanza kutembea na kuambia pita hapa, unapita. Usipite hapa. Roho Mtakatifu anakuwa anakuambia mavazi uko navaa ni mavazi ya mubaya. Mavazi kuna vani ya uchi. Utaangusha wanaume babatu. Utatenda dhambi. Roho Mtakatifu sana anaanza kukukosesha amani. Yeye ndio anakuonesha namna gani utaishi, namna gani utatembea, namna gani utajishika katika ulimwengu huyu. Anakuongoza. Haitakuwa tena wewe ndio utajiongoza. Haitakuwa tena wewe ndio mwenye utaongoza maisha yako. Pale sasa Roho Mtakatifu ndio anafanyaga sasa kazi yake. Sababu kwanza unamuitikia kwanza, unafiagia, akisha fiagia ile nyumba yake, anamwambia wende sasa utubu, ukisha tubu, anakwambia nini sasa? Wende sasa fanya nini? Kwenda ugeuze kuwa mpya, akisha kubatisha, ukisha kuwa mpya, anakuya sasa na ikala. Haleluya. Unakuwa sasa sio tena wewe unajiongoza. Roho Mtakatifu sasa unakuwa sasa ile hekalu lenye Biblia inasema hekalu la Roho Mtakatifu. Anakuja na ikala sasa. Yeye ndio anakuongoza. Yeye ndio anakujaza nguvu siku na mchana. Yeye ndio kwanza anakufanya na kuogopa na kutia kitu kimoja ndani ya roho yako. Anakutia kuogopa dhambi, kuchukia dhambi. Ndio pale kwenye watu wanasemaka unaishi maisha ya sanctification. Haleluya. Ushafika maisha ya sanctification. Haiko purification. Sijui naisema mkiswahili hai. Maisha ya purification ndio hiyo maisha ya kwanza. Maisha ya mwanadamu anaanzaka. Unaanza kujitakasa, kujisafisha, kuomba msamaha, kuomba huruma, Mungu akusamee, Mungu akurumie. Ndio maisha ile ya purification.
Akisha sasa unaingia sasa maisha ya utakatifu, njo sanctification. Mule mu sanctification hakuna kutakaswa. Hakuna mu sanctification, damu ya Yesu haitakuwa na kazi tena. Damu ya Yesu inakuwa na kazi wakati mtu akiishi mu maisha ya sanctification, maisha kulomba musama. Pale njo damu ya Yesu inakuya, inakusafisha, inakutakasa. Ndugu, kiona kila siku naombaga damu ya Yesu na uko na Roho Mtakatifu, kuna confusion pale. There's no way kuna lomba damu ya Yesu, damu ya Yesu kutakase, damu ya Yesu kutakase, kisha unasema kuna Roho Mtakatifu. How? Is impossible. Hapana. Roho Mtakatifu ni Mungu anakuya na ingia tena. Juu roho hawezi kuikala fasi yenye piko uchafu. What do you need damu ya Yesu for what? Damu ya Yesu tunainidi wakati mtu akitenda zambi, damu ya Yesu inatutakasa. Ikisha tusafisha, ikisha tutakasa, njoo Roho Mtakatifu anakuja na ikara. Sasa wewe unasema uko na Roho Mtakatifu na kila siku tuko tunaomba damu ya Yesu nifunike, damu ya Yesu nisafishe, damu ya Yesu safishe zambi zangu. Sasa maana yake ungali unaishi mzambi, Roho Mtakatifu haiko. Holy Spirit is not there. Kuko confusion. Ilazima ndugu yangu uelewe imambo. Hakuna gisi unaita kila siku Roho Mtakatifu, kila siku Roho Mtakatifu, upande ushuke Roho Mtakatifu. No, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikufunike, ikusafishe, ikutakase, isafishe zambi zako kila siku, usiku na mchana. That's mean unaishi maisha ya zambi. Ungali unaishi maisha ya zambi ya giza, ungali maisha ya sanctification, ya kutakaswa, au ya kuwa maisha ya ni purification, uko maisha ya purification, au yaishi maisha ya sanctification. Wakati mtu akiishi katika maisha ya wewe sasa haiko tena wewe. Pale sasa Roho Mtakatifu anakuya na ikala. Njoo sasa pale uko na nguvu za Mungu, uko na Roho Mtakatifu. Shetani atakia kukusogelea, hauwezi hata. Sababu anakuogopa, sababu shetani anajua kama watu biko na Roho Mtakatifu. Anajua huyu mtu iko na nguvu. Bachai wakimuona wanasema huyu mtu iko na nguvu. Mapepo kwanza zinamkimbia. Sababu iko na nini? Roho anakuya iko yudu yake. There's no way. Iko untouchable. Hawezi mgusa. Na njoo wenye Mungu anataka tufike kwa ile maisha. Njoo wanaita maisha ya sanctification. Sanctification, ile njoo maisha utakatifu. Na njoo yenye Mungu anataka. Na kuna mbingu itaingia watu wenyewe wako maisha ya sanctification, ndugu yangu. Haijalishi unasema kwa lugha, haijalishi unahubiriaka watu, haijalishi unaombeaka watu, haijalishi uko Mkristo wa miaka ngapi, haijalishi kuna kanisa ya watu gani. Sikieni kwambie batu wataenda mbinguni. Ni batu bebe banaishi mu sanctification, ndugu yangu mpendwa. Ni batu benye biko sanctifié. Aiko batu benye biko mu purification. Mbingu panaingia kitakatifu, mbingu hapa kichafu. Mbingu panaingia batu benye biko na Roho Mtakatifu ndani yao. Mbingu hapa ingi batu benye bana Roho Mtakatifu. Bana mchukiza Roho Mtakatifu, kila siku anaingiaka anatoka. Kila siku anaingiaka anatoka. Sikiani kwambie, Roho Mtakatifu ukisha mfanya hivyo, anajikimbiliaka na jiendea. Atatoka. Wakati ndugu yangu ngali unaishi maisha ya zambi ya giza. Na uko nasema, na njoo maana niko nasema kila saa yote. Uko nasema uko na Roho Mtakatifu. Au yakuwa na Roho Mtakatifu. Hauna Roho Mtakatifu. Usimsemee bongo. Biblia nasema aseme mwanadamu anaweza kukusamee. Lakini Roho Mtakatifu hatakusamee. You have to be careful. Kama uko naishi maisha ya zambi, maisha yenye mpendezi Mungu, maisha ya giza, ndugu yangu, unasema kuna Roho Mtakatifu. Haiko Roho Mtakatifu kuna. Acha kumsemea bongo ndugu yangu mpendwa. Kitu cha kwanza, tubu zambi zako, kwenda kiri zambi zako, ondoka mu maisha ya zambi, tembea mu maisha ya utakatifu, kwenda utubu zambi zako. Kama kuna watu likosea, kwenda utubu. Tubu ikala, busiku na mchana. Mwambie Mungu akusamee.
Mwambie Mungu akuhurumie. Toka maisha ya dhambi. Hakuna dhambi yenye isamehewe. Dhambi zote zinasamehewa. It doesn't matter ni dhambi gani ulifanya, dhambi gani ulitenda. Haijalishi uko mtumishi wa Mungu, miaka ngapi uko na kanisa na makanisa. Ndugu yangu mpendwa, ukiishi maisha ya dhambi, maisha ya kubongo, kusema bongo, maisha kumsemea bongo Roho Mtakatifu, kisha unasema kwa lugha, ase niko na Roho Mtakatifu. Sikia nikwambie, hapana, hauna Roho Mtakatifu ndugu. Na Roho Mtakatifu, tunahitaji Roho Mtakatifu aikae ndani yetu, hapana atoke. Anatokaka ndugu, wakati ukimchukiza, anatokaka. Biblia inasema nini? Ukimchukiza Roho Mtakatifu anajitokeaka. Roho Mtakatifu anajitokea na kuacha bien, na anakuacha unabakia na kanisa yako, na anakuacha unabakia na matitre zako zote soko nazo. Anakuacha unabakia kwa pasteur, apostle, sijui nini, nabii. Atakuacha très bien, sababu yeye ni mtakatifu. Ndugu mpendwa, jitahidi kuishi maisha ya utakatifu. Kama unataka Roho Mtakatifu akuye kuishi katika maisha yako, kwenda utubu. Kazi yake, musikie Roho Mtakatifu. Musikie wakati anakuambia. Roho Mtakatifu anaweza kuwa kuambii, Roho Mtakatifu anakuambia kupitia mahubiri, Roho Mtakatifu anakuambia kupitia bitu nacha. Anaongea faso mingi. Anaweza kuongea na mtoto wako, anaweza kuongea na ndugu yako, anaweza kuongelesha na nafsi yako wewe mwenyewe. Roho Mtakatifu iko na namna mingi. Sasa ndugu yangu, musikie Roho Mtakatifu. Chenye anataka kwanza, utubu zambi zako, utoke muzambi, utoke mugiza, uachane na zambi, uachane na vitu vya dunia, uachane na mambo ya dunia. Ndugu yangu, hawezi, there is no way uko mtu wa kupenda vitu vya dunia. Biblia inatuambia nini? Aseme wakati ukiitika Roho Mtakatifu aikae, atakutosha mu mambo ya giza, atakuondoa mu vitu vya ulimwengu, kupenda tamaa. Hautaongozwa tena na roho na mwili. Wakati ukiona ungali unaongozwa na mwili, ndugu yangu, Roho Mtakatifu haiko na wewe. Haiko na wewe, na kuambia haiko na wewe. Wakati ukiona kama ungali unapenda vitu vya dunia, vya ulimwengu, ni wewe uko ndani. Vitu vya ulimwengu havikupitaki. Unajua kila fashion zote, filme zote za dunia unazijua. Biblia uyui. Sikia nikwambie, filme zote, information zote za ulimwengu yote, lakini bakikuuliza ta verse moja ya Biblia haujui. Ndugu mpendwa, Roho Mtakatifu haiko. Na unaitwa Mkristo, afadhali usiitwe Mkristo, because there is no way uitwe Mkristo na Roho Mtakatifu. Mkristo ni mtu mwenye anakuwa na Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu, nakwambia ndugu, jichunguze, jiangalie. Haijalishi uko na ubiri watu. Haijalishi unahubiri watu, ile lugha uko nasema haitakusaidia kitu ile lugha. Sikia nikwambie, chenye kitakusaidia ile lugha itakubeba mbinguni. Chenye kitakubeba mbinguni kuishi maisha ya utakatifu na kumuitikia Roho Mtakatifu akiwa kuikala. Hautaweza hii maisha tuko nayo ya Ukristo. We need Holy Spirit. Lakini kwa kusema Roho Mtakatifu akui, ana kazi yake kwanza. Wewe umuitikie, aifanye. Njoo vitu vitano. Roho Mtakatifu iko na kazi nyingi, lakini kitu cha kwanza anakuwa kwa maisha ya mwanadamu. Katika maisha ya mwanadamu wote, mwenye anakubali, anakuyaka, atakutosha kwanza muzambi, atakuonesha zambi, atakupush kwenda kutubu. Atakwambia kwenda utubu. Acha hizo zambi. Wende unaniulombe msamaha. Wende urudishe vile uliiba. Wende urudishe vile ulifanyia. Njo kazi yake. Lakini ungali, kama unasema ungali unaona kuna Roho Mtakatifu, ungali unasema kwa lugha, ndugu yangu, unasema kuna Roho Mtakatifu, ule mtu ulimkoseaka, angali analia usiku na mchana. Ule mtu ulimuibaka, uyamrudishaka vyake, amrudishaka franga zake, au ulimkopeshaka, au yamrudishaka, ulimuzurumu ule mtu, ulizurumu ule mtu mabitu vyake, pesa yake, mango zake, ulizurumu maparcele manini, batu banalia usiku na mchana. Kisha wewe unasema kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu gani uko naye ndugu yangu? Ule roho kama unasemaka kwa lugha, haiko Roho Mtakatifu huyo. Haiko Roho Mtakatifu. Sikieni kuambia ndugu yangu mpendo, na umnyamanzishe, mwambie tu anyamanze tu. Sababu huko nasema ni roho wa shetani, uko ndani yako uko nasema. Mimi nakwambia opposite ya Roho Mtakatifu ni roho wa shetani. Roho wa shetani. Hakuna kanisa yenye naongozwa, yenye iongozwe na Roho Mtakatifu, sio kanisa. Na kanisa na Roho Mtakatifu iko na kazi yenye anakia kufanya mkanisa.
Hiyo naanza kwanza kusema ni kazi yenyewe anakuja kufanya katika maisha muamini. Iko na kazi yenyewe anafanya kwa kanisa Roho Mtakatifu. Iko na kazi yake. Na yeye kuna kazi yake. Tutaiongea step ile ya wale watumishi. Ulazima mtumishi mwako na kanisa. Takwambia hizi kazi yenye Roho Mtakatifu anakuja kufanya ndani ya kanisa. Na kitu gani kinafanyaka Roho Mtakatifu ashuke? Ni mambo gani nafanyaka Roho Mtakatifu ashuke mkanisa? Aikale mkanisa, aingie ndugu yangu. Kitu cha kwanza lazima kwanza watu wale watoto yako wa kiroho wakuwe na roho. Pastere kwanza, mtumishi wa Mungu akuwe na Roho Mtakatifu kwanza. Ndugu, ni mambo mengi sana. Mungu atusaidie. Kini ndugu yangu, tubu dhambi zako. Ondoka mu maisha ya dhambi. Ondoka mu maisha ya giza. Kwenda utubu. Kama uliwaka, tubu. Tafuta mtumishi wa Mungu. Mwambie niliwaka, mamimba nilitoshaka. Niko mwizi, niko na bwana ya watu, lakini niko nasema kwa lugha. Njobe Roho Mtakatifu anataka. Kisha ujute na uache na utoke mudunia na uachane vitu vya dunia. Njoo sasa Roho Mtakatifu atakuya. Unapenda Roho Mtakatifu, unataka ikale, unamuita kila siku, lakini haujaitika, haujakubali ndugu yangu. Roho Mtakatifu sio njiwa, sio Roho Mtakatifu wa kusema kwa lugha. Roho Mtakatifu ni Mungu, is a holy, ni Mungu mzima mtupu anakia kuikala katika maisha yako. Basi sasa Mungu akubariki na Mungu akusaidie ndugu yangu mpendwa. Kubali Roho Mtakatifu aishi katika maisha yako. Kubali Roho Mtakatifu akuguse ndani ya roho yako. Na ujute, kubali Roho Mtakatifu akuoneshe dhambi zako ili uzitupu. Roho Mtakatifu anataka wewe ndugu yangu mpendwa akuwe kuishi ndani yako, aikale ndani yako. Anakusikia kila siku namuomba Roho Mtakatifu kuya, lakini anaangalia kuna mambo mengine yenye au yafanya. Kuna step zingine uyafanya. Unampenda na unamtaka kila siku unamuita, lakini kuna step zenye uyafanya. Hauyakuwa qualified juu Roho Mtakatifu akuye kuikala na wewe na aishi na wewe ili uitwe mtakatifu, ili uishi mahali patakatifu patakatifu. Ndugu yangu, njoo kwenye Roho Mtakatifu anataka Mungu anataka tuishi katika maisha ya utakatifu. Njoo ile mahali patakatifu patakatifu. Ndugu, sibakie kwa mahali patakatifu, wende mahali patakatifu. Kwenye utakuwa unasema kitu naumba na kitu kinaumbika. Wewe unakuwa unasema mapepo nyamanza na mapepo na nyamanza. Wewe utakuwa unakemea shetani toka na anatoka. Kwenye unakuwa unaombea magonjwa na magonjwa yanapona. Pale ndio kwenye Roho Mtakatifu anataka kutubeba eko. Na kama uitiki kukamata hizo step, ndugu, hawatakuya ishi maisha patakatifu. Njoo kwenye utaona Mungu. Na wale wanaishi maisha patakatifu, bali njoo bataona mbingu. Mbingu kutaingia watu watakatifu. Mbingu hapaingii kichafu. Mbingu hapaingii wenye dhambi. Mbingu hapaingii walevi. Mbingu hapaingii watu kunywa pombe. Mbingu hapaingii washarati. Mbingu hapaingii mwizi. Mbingu hapaingii uongo. Mbingu hapaingii wenye kutosha mamimba, wauaji. Mbingu panaingia watakatifu. Mbingu hapaingii watu wa kusengenya. Wingu hapaingii mbingu mko nasikia. Njoo unasikia thousand people they are dying. Only one anakuwa na make to heaven. Sasa jiulize ni kwa nini ndugu? Wakati njoo huyu sasa. Muda njoo huyu. Roho Mtakatifu anahitaji upate mafundisho. Fundisho mafundisho ili akuwe kuishi na wewe. Na wewe uishi mahali patakatifu patakatifu. Na Roho Mtakatifu atakia kukamata. Yesu atakia kukamata. Bale wanaishi katika maisha ya patakatifu. Bale wenye biko na Roho Mtakatifu. Bale wanaishi na Roho Mtakatifu. Bale wenye Roho Mtakatifu anaikala ndani yao. Bale wenye wanaitika kuongozwa na Mungu. Bale wanaitika kuongozwa na wewe. Bale wenye wanaitika yenjo watawali. Bale wenye wanaitika yenjo waongoze katika njia zote, mapito yote na maisha yao. Wale njoo Yesu atakia kuchukua. Ndugu yangu, basi Mungu akusaidie. Lilia Mungu usiku na mchana. Mwambie Mungu akusamee. Mwambie Mungu akuhurumie. Akusamee dhambi zako. Juta ndugu yangu. Juta hizo dhambi uko unatenda. Juta dhambi umetenda. Hata dhambi ulitendaga wakati uko mtoto mdogo. Zile dhambi zinasabiliko. Ziko mbele ya Mungu. Dhambi zote ulitenda ndugu. Mungu anakuona. Biblia inasema naangalia mpaka mioyo ya mwanadamu, mpaka mapito ya mwanadamu, mpaka mawazo ya mwanadamu yote. Yesu anayaona. Hakuna chochote utaficha ndugu yangu. Anakujua maisha uko unapitia. Benyo uko unaficha wa ndugu yako, unaficha bwana yako, unaficha watoto yako, unaficha kanisa, lakini nakwambia Roho wa Mungu anakuona.
anakuona, na utajuta na utajutiaka siku moja, na utalipa hivyo vitu vyote uko unafanya. Ndugu yangu, mamimba ulitosha, babona ya watu kuna lala nao, ndugu, uongo, kapombe kuna kunywa, uko nazingisia. Ndugu yangu, unajifichika, kina kwambia Mungu anakuona. Sasa ndugu yangu, ufalme wa mbingu hapa ingi kichafu. Balevi ataingia mfalme wa mbingu. Walevi waingii, uongo waingii, warozi, wachawi hawaingii. Basi ndugu, Mungu akusaidie. Acha tuombe. Baba, na kuambia zako, asante kwa neno lako siku ya leo. Mungu, msaidie huyo mama, msaidie Yesu. Bwana, unamjua na mtambua. Hii neno linakuya, Mungu, acha aguse, abadilike, mvunje Baba, mguse, akwe mtu wa kutubu, gusa roho yake, Roho Mtakatifu, gusa roho ya huyo mama, gusa huyo roho ya baba, gusa huyo roho ya ukaka, gusa wakoseshe amani. Mungu, batoke maisha ya busharati, maisha ya dhambi, ya kisa, maisha yote wanaishi yenyewe kupendezi. Mungu, uwasaidie, Mungu, waondoe, muondoe mtumishi wako Yesu maisha ya giza, baguse peke yao waziweza. Baba, cha neno ibaguse, ibabadilishe, ili wewe ikale pamoja nao, ili waurisi ufalme wa mbingu, ili siku utakia kuchukua kanisa lako wakute, ili siku ya unyakuo wakuwe. Baba, asante Yesu kwa neno hii neno uko nayo shaba, sababu unajua huyu mama maisha unaishi, unajua huyu baba, unajua huyu kaka, huyu mtoto, unaona maisha iko naishi. Baba, nakuomba Mungu, na baombea roho yako wasaidie, Mungu wasimamishe, bakwe na nguvu ya kutubu, bakwe na nguvu ya kutubu, bende batubu. Yesu Kristo wasaidie, usibaache. Baba, asante, wewe ni Mungu. Thank you Jesus, thank you. Basi ubarikiwe ndugu, Mungu akubariki. Twende mbinguni. Twende mbinguni ndugu yangu. Siku moja tukutanane pamoja mbinguni. Siku moja tukutanane ndugu yangu mpendwa. Karibu, umekaribishwa. Amen.